tulionayo katika dira ya dunia. Wanamgambo wa RSF wametangaza rasmi kuunda serikali mbadala Sudan, hatua inayoonekana kuchochea mzozo wa Sudan. Hilo tangazo kusema kweli liko na nguvu, kwa maana sasa wanaposema kuwa wameunda serikali nyingine, umeleta sasa changamoto katika juhudi za kupata amani katika nchi hiyo. Mahakama Kuu ya Uingereza imeamua kwamba mwanamke kwa mujibu wa sheria ni mtu aliozaliwa akiwa na jinsi ya kike. China imekiri kuwa nyongeza ushuru uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump utautikisa uchumi wake, lakini na bashiri utastahimili vishindo. Na Marekani imetangaza inatafakari kusitisha ufadhili kwa vikosi vya kulinda amani katika mataifa kadhaa ya Afrika ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imepokelewaje? Pesa inaharibika nyingi sana kwa hii miaka wanaishi katika nchi ya Kongo. Na ile pesa inaharibika ileta hata faida moja. Lakini tutaona tu nyuma kama wale wenye hawana nguvu watateswa sana. Katika michezo, nyota wa Real Madrid Kylian Mbappe kucheza fainali ya Copa del Rey licha ya kufungiwa kucheza mechi moja, na Manchester United yaning'inia ligi ya Europa ili kuokoa msimu huu. Je, wataweza kuvuka kiunzi hicho? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya michezo na wachezaji, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisoma kwako nami David Inkia. Mahakama Kuu nchini Uingereza imetoa uamuzi wa kihistoria kwa kuamua kwamba ufafanuzi wa kisheria wa mwanamke unatokana na jinsi ya kibiolojia. Uamuzi huo unaweza kuwa na athari kubwa kwa hali ya wanawake waliobadili jinsi zao, ikiwa ni pamoja na kupata huduma za afya, vyoo na haki za magereza. Kesi hiyo ilianzishwa na wanaharakati wa haki za wanawake ambao walikuwa wamepinga tafsiri ya serikali ya Scotland kuhusu sheria zinazokinzana kuhusu hadhi ya wanawake waliobadili jinsi zao. Wanaharakati wa haki za wanawake wa Sudan wanasema kwamba wapiganaji wa kijeshi wa RSF walifanya ubakaji mkubwa wakati wa shambulio kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam. Mpango mkakati wa wanawake katika pembe ya Afrika pia uliripoti kwamba kutekwa nyara kwa takriban wanawake na wasichana 25 na wapiganaji wa RSF. Inakadiriwa kwamba watu 400 waliuawa wakati wa shambulio la mwisho huko Zamzam. Watafiti katika chuo kikuu cha Yale wanasema kwamba picha za satellite za kambi hiyo zinaonyesha majengo yanayoungua na moshi. Wanasema Zamzam, ambayo siku zilizopita ilikuwa makazi ya watu zaidi ya 500,000 waliokimbia makazi yao, inaharibiwa kimfumo. China imekiri kwamba ushuru wa Rais Trump utaongeza shinikizo kwa uchumi wake, lakini inasema kwamba mpango wake wa muda mrefu ni mkubwa zaidi. Ikulu ya White House sasa imesema kwamba ushuru wa kuagiza bidhaa za China unafikia hadi 245%, ingawa haijabainika ni bidhaa gani kiwango cha juu zaidi kitakachotumika. China ilirekodi ukuaji wa juu kuliko ilivyotarajiwa katika robo ya kwanza ya mwaka, ikiwa ni zaidi ya 5%. Lakini idadi hiyo ni ya muda kabla ya ushuru mkali zaidi wa Marekani kuanza kutumika. Wakati huo Beijing imebadilisha mpatanishi wake mkuu wa biashara ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mawakili wanaomwakilisha kiongozi wa upinzani nchini Guinea, Alou Ba, wamesusia kusikilizwa kwa kesi ya rufaa mjini Conakry, wakitolea ufafanuzi wa mahakama kusikiliza kesi hiyo bila ya mashahidi. Chama cha Liberal Democratic Movement kilishutumu uamuzi wa mahakama katika taarifa yake na kueleza kwamba ukiukwaji wa kanuni za haki, uwazi na kesi ni mbaya zaidi. Zaidi na Bosha Nyanje. Waandishi wa habari, wanadiplomasia wa kigeni na wanachama wa chama cha upinzani cha Liberal Democratic Movement nchini Guinea walizuiwa kuingia katika chumba cha mahakama. Chama cha Liberal Democratic Movement pia kilieleza kusikitishwa na kwamba wakati hawakujumuishwa, baadhi ya watu wasiojulikana waliruhusiwa kuingia katika chumba cha mahakama na kuchukua nafasi zao. Alou Ba alikamatwa mwezi Disemba mwaka jana alipokuwa akisafiri kwenda nchi jirani ya Sierra Leone. Alitiwa hatiani mwezi Januari na kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 jela
jela kwa tuhuma za kumtusi mkuu wa nchi. Hukumu ya Aliou Ba, kiongozi wa Liberal Democratic Movement, ilizua ukosoaji mkubwa, huku Amnesty International ikitaja kuwa ni ukiukaji wa uhuru wa kujieleza na kutaka Ba aachiwe mara moja. Kesi yake ni sehemu ya ukandamizaji unaoendelea dhidi ya upinzani na uhuru wa kujieleza nchini Guinea. Jenerali Mamadi aliingia madarakani baada ya kumuondoa madarakani Rais Alpha Conde katika mapinduzi ya mwaka 2021. Na waendesha mashtaka wa Ujerumani wamemshtaki daktari mmoja mjini Berlin kwa mauaji wa wagonjwa wake 15. Wanamshutumu kwa kuua kwa kujifurahisha. Wachunguzi wanasema kwamba daktari huyo anayeshughulikia wagonjwa mahututi anatajwa kutumia mchanganyiko wa dawa kuua wagonjwa wake kwa muda wa miaka 4. Katika kesi 5 kati ya hizo, anashtakiwa kwa kuchoma moto nyumba zao ili kuharibu ushahidi. Waendesha mashtaka wanasema kwamba hakuna hata mmoja wa waathiriwa wanaodaiwa na daktari huyo ambaye hakutajwa, ambaye alikuwa akifa kifo cha kawaida, na wameonya kwamba mashtaka zaidi ya mauaji yanaweza kufuata huku uchunguzi ukiendelea. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na David Nkia. Nchini Tanzania, msikilizaji, tunapatikana kupitia CGFM, Bomba FM na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Mwenedu FM. Huko Uganda tegesikio kupitia Radio Kitara, Voice of Karamoja na Radio Paidha. DRC tunasikika kupitia Radio Muungano Beni. Aidha kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko nami Karo Robi na somo yangu hapa Sarafina Robi. Na asante Karo. Tukiendelea msikilizaji, ni kwa waasi nchini Sudan wametangaza rasmi kuundwa kwa serikali mbadala katika nchi ambayo imekuwa vitani kwa miaka 2, ambayo imesababisha mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu ulimwenguni. Kiongozi wa vikosi vya Rapid Support Forces yani RSF, Mohamed Hamdan Hamdeti Dagalo, amesema kundi hilo limeunda mustakabali wa kweli wa Sudan. Felis Mwate na taarifa zaidi. Tangazo hilo lilitolewa wakati London ikiandaa mkutano wa ngazi ya juu ya kuadhimisha mwaka wa pili wa mzozo huo, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy alitoa wito wa kupatikana kwa amani. Vilevile, Marekani imelaani vikali ghasia za wanamgambo magharibi mwa Sudan zinazofanywa dhidi ya raia na wafanyikazi wa kutoa misaada katika kambi za wakimbizi huko Darfur Kaskazini. Maelfu ya watu wamekimbia kutoka kambi ya Zamzam iliyotekwa hivi majuzi na RSF. Siku ya Jumanne, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya G7 walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti nchini humo, ikiwa ni miaka 2 kamili baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza. Gafar Mohamed Sanin, ambaye ni mwanaharakati wa mashirika ya kiraia kutoka Darfur, anasema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia hatua za kijeshi ili kumaliza mzozo nchini Sudan. Kinachotokea Darfur ni machafuko ya hali ya juu, machafuko ya kuua, na sioni sababu yoyote kwa nini vikosi vya kimataifa vinavyotaka kusaidia Sudan havifikiri kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya watu wanaopuuza sheria za kimataifa, hasa Umoja wa Mataifa na wamiliki wakuu wa Baraza la Usalama kama Waingereza au Marekani. Vilevile Gafar Mohamed anasema kwamba bila hatua madhubuti, wito wa kimataifa wa amani utaangukia kwa watu ambao hawako makini. Kwa maandishi, jambo hili linaonekana kuvutia sana na kuwa na tija, lakini kwa ukweli huwezi tu kuendelea kupuuza sheria za kimataifa, kushambulia kambi za wakimbizi bila hatua zozote za adhabu kuchukuliwa dhidi yako. Kwa hivyo mradi tu hatua za adhabu hazichukuliwi dhidi ya vikosi vya RSF, hawatasikia. Jeshi la Sudan linasema kuwa limeshambulia kwa mabomu maeneo ya wanamgambo nje ya El Fasher. Akizungumza na BBC kutoka New Haven huko Connecticut, Emi Mahmoud, ambaye ni mshairi mwenye asili ya Sudan na Marekani, amesema kinachoendelea ni mwendelezo wa mauaji ya halaiki ya Darfur. Amesema suluhisho lolote la migogoro ya Sudan lazima lihusishe raia. Tunachotaka kuona ni njia za kusambaza misaada zikifunguliwa na shinikizo kuwekwa kwa pande zote zinazopigana kukomesha vita hivi.
ikiwa ni pamoja na sauti za raia. Na mikutano ama juhudi zozote zinazoendelea zinapaswa kuwa na raia katika mchakato wa wazi kabisa, kwa sababu tunahitaji demokrasia. Tunahitaji kuwa na demokrasia kwa mifumo yetu ya kibinadamu na mifumo yetu ya kisiasa. Ni mwaka 2025 na hili ndilo janga kubwa zaidi la kibinadamu kwa wakati huu, na Sudan haina muda tena. Bila usaidizi tunaohitaji na sisi kupewa umakini kama watu wa Sudan, sidhani kama kutakuwa na suluhu wakati wowote hivi karibuni. Zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi ya hivi majuzi ya RSF kulingana na Umoja wa Mataifa. Miaka miwili ya vita, jeshi na RSF wameshtumiwa kwa uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki na unyanyasaji mkubwa wa kingono. Hemedti amekuwa katika mzozo wa kung'ang'ania madaraka na mkuu wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan tangu Aprili tarehe 15 mwaka 2023, jambo ambalo limesababisha mzozo wa kibinadamu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1150 huku zaidi ya watu milioni 12 wakikimbia makazi yao. Mapigano ya hivi punde katika mji wa Darfur kaskazini El Fasher vilevile amelazimisha makumi ya maelfu ya raia kutoka kambi ya wakimbizi ya Zamzam kutembea kilomita 70 hadi mji wa Tawila, kulingana na shirika la kutoa misaada la MSF. Wengi walifika wakiwa wamepungukiwa na maji mwilini na baadhi ya watoto wanaripotiwa kufa kwa kiu. Mashirika ya kibinadamu yameripoti hali kama njaa inayowakabili zaidi ya watu 1700 katika kambi za muda karibu na El Fasher, huku vitisho vya usalama na vizuizi vya barabarani vikizuia utoaji wa misaada muhimu. Phyllis Mwate, BBC. Lakini tangazo hilo la RSF la kuwa limeunda rasmi serikali mbadala lina uzito gani na litabadilishaje mkondo wa vita vya Sudan? Hayo nimemuuliza mchambuzi wa siasa na diplomasia Dr. Edgar Githua. Hilo tangazo kusema kweli liko na nguvu, kwa maana sasa wanaposema kuwa wameunga serikali nyingine, umeleta sasa changamoto katika juhudi za kupata amani katika nchi hiyo. Kwa hivyo utakuta kuwa hili tangazo litaingisha Umoja wa Mataifa hofu na wote ambao wanaotakia Sudan heri, kwa maana sasa itakuwa sasa waanze kutatua huu mzozo mpya ambao umezuka, kwa kuwa RSF pia inatangaza msimamo wake. RSF inatangaza kuwa iko na serikali mpya, na pia kwa upande mwingine pia lazima kidogo wataangalia kuona raia wa Sudan wanachukulia vipi tangazo hili, kwa maana kuna zile sehemu ambazo labda zitasherekea na kuna zile sehemu labda pia zitajitokeza kupinga hii juhudi. Mwezi Februari hawa RSF walitia saini hati ya mpito ya kuundwa kwa serikali mbadala. Hatua hiyo ililaniwa bila shaka vikali na Umoja wa Afrika na nchi nyingine kadhaa zenye nguvu duniani. Kipindi hiki tutarajie misimamo itabadilika? Misimamo haitabadilika. Lazima utaona Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wakiingililia na wakishutumu vikali tangazo hili, lakini pia watajaribu pia kuongeza juhudi zao kuleta upatanisho kati ya vikundi hivi viwili. Kwa hivyo utakuta kuwa bado msimamo hautabadilika, kwa maana katika chini ya sheria za kimataifa ni marufuku kikundi chochote kujaribu kujitenga na kugawanya nchi. Huwa haikubaliwi haswa kabisa. Serikali ambayo inajulikana inatambulika ni serikali ambayo Burhan anaongoza. Kwa hivyo Dagalo na kikundi chake watakuwa na wakati mgumu sana kujaribu kushawishi dunia kuwa serikali ambao wanadai kuwa wameunga kuwa italeta mabadiliko. Kwa hivyo mara nyingi utakuta hawatakubaliwa, na Umoja wa Mataifa utaweka juhudi kujaribu kuleta upatanisho, kwa sababu hivi sasa tukiendelea hivi utakuta Dagalo atagawanyisha taifa la Sudan, achukue upande wa Darfur na maeneo ambao bado majeshi yake wameshikilia. Dr. Githua, haya yanakuja wakati ambapo viongozi wa kutoka nchi zaidi 20 tangu jana wakiahidi kusaidia Sudan kuvimaliza vita, lakini pia kupata misaada ya kibinadamu inayohitajika. Miaka miwili tangu kuzuka kwa vita hivi vipya Sudan, juhudi hizi za hivi punde za kidiplomasia zinaridhisha? Kwa maoni yangu, hawajaweka juhudi na mikakati inayofaa kusitiza hizi vita. Hawajatoa vikwazo vikali upande wa Dagalo na upande wa Burhan kuwalazimisha majenerali hawa wawili waweze kuketi chini. Ni kama Umoja wa Mataifa ama ni kama dunia imewachilia Sudan. Maafa ndio hayo mengi, taifa limesambaratika. Kwa hivyo unakuta sasa juhudi, kwa maoni yangu, hizo juhudi ni kama hazikufua dafu, kwa maana havikutiliwa maanani ama hakukuwekwa masharti ya kutosha ya kuweza kuwaweka uoga Burhan na Dagalo
ili waweze kukomesha hivi vita. Kwa hivyo kwa maoni yangu nimeona hivi vita vimeendelea kwa sababu dunia ni kama imewachilia Sudan. Walio na nguvu wameachilia Sudan, na mara nyingi mimi huwa anasema ni kwa sababu kuna mataifa mengi ya nje ambayo yana ushawishi mkubwa na nguvu ambayo yana matakwa yake katika hivi vita. Kuna mataifa ambayo yanamuunga mkono Dagalo, kuna mataifa ambayo yanamuunga mkono Burhan, na hivyo nakuta haya mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa yasipokubali kuondoka katika hivi vita vitakoma hivi karibuni. Basi unadhani kuna mkakati unaweza kutumika sasa zaidi ili kuweza kuzishurutisha pande hizi zote mbili kuvimaliza vita, lakini pengine pia kuzishurutisha kukaa pamoja kwenye meza ya mazungumzo? Njia moja ya kuwaleta katika meza ya mazungumzo ni kuwanyima msaada ambao wanapatiwa na mataifa haya mengine kutoka nje. Kwa mfano, Misri inamsaidia Burhan. Utakuta Khalifa Haftar kutoka Libya anamsaidia Dagalo. Urusi pia wanamsaidia Burhan. Yaani utakuta kuna mataifa ambayo yameingilia hivi vita kwa sababu ya interest zake ama mambo ambayo ya ndani ambao wanafuatilia katika hivi vita. Lazima mataifa ya nje yaondokee hivi vita. Jambo la kwanza. Ya pili, vikwazo na masharti makali. Lazima Dagalo na Burhan wawekewe vikwazo ambazo zitawafanya waogope wao wenyewe, ziwaguze, na sio vikwazo ambazo zitaumiza taifa la Sudan. Ni vikwazo zao wenyewe na wafuasi wao na majenerali ambao wanawasaidia katika hivi vita. Hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kuwashurutisha na kuwalazimisha waketi katika meza ya mazungumzo, na ilhali amani inayopatikana kwa njia ya nguvu huwa sio amani nzuri sana, lakini itasitisha hizi vita na tutaweza kuepuka maafa ambayo yamepatikana katika taifa la Sudan. Naam, Dr. Edgar Githua huyo mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia kama nilivyozungumza naye hapo awali. Kumbuka unaweza kusikia